Pia kwa ubunifu wa Mr. Nada, watoto hao wanapokuwa darasa la 7 anawatwika mzigo mkubwa wanapoenda sekondari. Mzigo huo ni ahadi kwamba wanapoenda sekondari wakasome kwa juhudi, wawe mabalozi wema kwa familia zao na kwa shule pia. Kumbe sasa aliwaambia kwamba mnapomaliza form 4 atakayepata division 1 ya single digit, yani kuanzia 1 ya 7, 8 na 9, basi angewaalika na kuja Deira kuchukua zawadi zao. Hivyo basi toka Deira ilipotoa form 4 ya kwanza, darasa la 7 ya kwanza 2016, tumeendelea kupata watoto bora baada ya kumaliza form 4 na kuja kuzawadiwa. Kizazi hiki sasa walioko mbele yetu wako 9 ambao walipata 1 ya single digit. Walikuwa 33, kati yao 9 sasa umerudi na kitoweo nyumbani. Mimi naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Polisi Peter Ngoro, natoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Manyara. Kile kizuri unajifunza na kuiga kizuri. Hii inajenga kabisa kwamba watoto wetu watakuwa wanakumbuka kwamba nilipokuwa wanafunzi wa Deira nilifanya nini, na nimeona na kusikia kwamba wale wanafunzi 9 waliofanya vizuri wameongelea swala la nidhamu na maadili, na huwezi kufanikiwa bila kuwa na nidhamu, kuheshimu, kuwa na hofu juu ya Mungu, juu ya mbingu na nchi, kwamba unatakiwa ufanye nini, uheshimu mamlaka ili mambo yako yaweze kwenda. Nikupongeze sana mkurugenzi. Pengine hii ukulifanya tu kwa akili yako, la hasha. Uliongozwa na Roho Mtakatifu mpaka kufikia haya maneno na matendo ambayo umeyapandikiza hapa. Kwa hiyo niombe staff nzima kabisa tuendelee kumetene status hii, ili wale walioko darasa la kwanza nao wajue kwamba ipo siku, leo tunaongea wanacheza, lakini watakapofikia darasa la 3 ufahamu unakuwa mkubwa na watafanya vizuri zaidi. Nategemea kwa mwaka huu, mwaka utakapokuwa tunakutana hapa, tutatoka idadi ya wanafunzi 9, naamini tutaenda mara 2 zaidi, kwa sababu kazi inaenda vizuri. Asante sana. Lakini lingine, sisi tuna madawati. Kama kuna lolote ambalo linaleta shida kwa wanafunzi wetu, tuko mjini hapa, kwa uwezekano wa kupata msaada wote wa elimu kupitia madawati yetu ya jinsia, kupitia wakaguzi wetu wa kata, sisi tuko wazi, kwa lolote tutawasiliana na kuwaandaa watoto wetu kitaaluma, kimaadili, kimalezi na namna zingine zote, ili mwisho wa siku hao watoto wanapotoka hapa wawe na elimu na maarifa mazuri, wawe na kesho yao iliyo njema, waweze kufikia ndoto ambazo tayari tumewajengea kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Lakini mwisho wa siku watatuletea heshima na watatuletea ukombozi katika maisha yetu na ya kwao pia. Nirudie kusema kwa sababu ya muda na mazingira tulionayo, tushukuru kwa nafasi, kwa mwaliko, na tumekuja kujishuhudia wenyewe na kuona namna ambavyo taasisi inafanya utaratibu na ubunifu ambao ni kitu kingine kinachotofautisha taasisi na taasisi nyingine. Haya tunayojifunza hapa leo ya shule kuwa na mkakati na utaratibu wa kuweka ahadi na wanafunzi, kuwapa pongezi pale wanapofanya vizuri kwa gharama zao za ndani, ni thubutu kusema kwa taarifa tulizo nazo pale ofisini, pengine hii ndio inaweza ikawa shule ya kwanza kwamba inaweka ahadi na wanafunzi wanapomaliza hapa, kule wanakoenda, wanapopata matokeo mazuri, basi taasisi inakuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa. Kwa hiyo tuwape pongezi kwa hilo, ni jambo la kipekee na zuri sana ambalo linapaswa kuigwa pia na taasisi nyingine, na tunaendelea kuwatia moyo, na pale ambapo na sisi tunafikiri kwamba upo uwezekano na wadau wengine kuwaunga mkono kwenye jambo jema kama hili, basi hatutasita kushauri na kuona kwamba jambo la namna hili linaendelea kuboreshwa na kuwa zuri zaidi.